Mama, karibu sana. Nitatamani nikukaribishe, unitambulishe kwa majina yako. Karibu mama. Kwa jina langu naitwa Bibi Nyati, kama hutokosea niite Abishari. Majina ya mama na baba utaniuliza baada ya kipindi. Asante sana. Amen. Asante sana, na mbele yetu kuna machache ambayo tunataka kushiriki na wewe. Lengo kubwa ni kulijenga kanisa, kuondoka katika nafasi moja kwenda nafasi nyingine. Swali la kwanza kwako, kama mtumishi wa Mungu, kama mama, umeokoka kwa muda mrefu, unafahamu wa mama wa zamani na unafahamu wa mama wa sasa. Ipi changamoto kubwa ambayo unaiona sasa hivi kwa wamama wa sasa ambayo haikuwepo zamani kwa wamama wa zamani kanisani? Asante sana mtangazaji. Ni changamoto kubwa ambayo naona kwa mama vijana, haswa kwa mama wameingia katika kuwa wamama bila maandalizi. Kwa maana kwamba wamama wale wa zamani kidogo kuna mahali wamekosea kutokuandaa wamama wa sasa hivi. Nilichogundua kwamba wanawake sasa hivi hasa vijana wanafundishwa na mtandao. Kwa hiyo ule uhalisia hawaishi uhalisia. Kwa hiyo nimeona hiyo changamoto sana hasa kwa vijana wa mama wa sasa hivi. Umekuwepo kwa miaka ya nyuma, ya kati na sasa upo, na umeona ndoa za zamani zilikuwa zikidumu na sasa zinavyosumbua. Unafikiri changamoto ni hii ya kufundishwa na mitandao ama ni wamama watu wazima kutokana na mabinti zao? Yote mawili yapo, kwamba wamama hao wa zamani wameacha nafasi zao, hawaandai mabinti zao kwa ajili ya kuingia katika ndoa, na pia mtandao umechangia, kwa sababu wamekosa mtu wa kuwafundisha, basi inabidi watafute mahali pa kufundisha, na ndio maana ndoa hizi sasa hivi hazidumu. Na kitu kingine nadhani pia namna ambavyo vijana wanaandaliwa kupata wake, kwa sababu wanakutania mtaani, wanaachilia mtaani. Zamani kijana alikuwa anatumwa, anamwambia baba yake, mama yake, nimetamani kuoa, wakati wa kuoa umefikia. Baba na mama wanakaa na kuangalia, na kijana huelekezwa aende katika familia gani. Wanaangalia ile familia, mama amekaje, baba amekaje. Wanachunguza familia taratibu mpaka wanagundua. Wakigundua familia ambayo kijana amependa ina matatizo ambayo kwa kweli hayawezi kutatuliwa, huwa wanamuonya kijana. Lakini sasa hivi kijana anasema mimi ndio utakaishi na mke, huwezi kunichagulia mke, na ndio matatizo ambayo sasa hivi yamekuja. Hivyo nimeona tu kwamba vijana haswa izungumze waliookoka wachagua wanawake au wake zao kanisani. Kimsichana kiba vizuri, amejiremba vizuri, anadhani ndio mke, lakini mke hachaguliwi kanisani, mke huchaguliwa nyumbani. Asante sana. Kwa hivyo unatoa ushauri gani kwa wazazi wetu ama kina mama na baba wa wakati wa nyuma wa vijana wa sasa? Mimi nasema hivyo mtangazaji, kwamba baba na mama warudi mahali walipokosea. Biblia inasema tafuta ulipoanguka ukaurudi upendo wa kwanza. Maana majukumu ya kwanza baba na mama watambue kwamba wamepewa kulea watoto, sio kutunza watoto. Baba na mama sasa hivi wanatunza watoto, wanaofidi watoto, maana kuwalisha, lakini hawalei watoto. Mwisho wa siku tunagundua hata baba na mama wenyewe wanakosa walezi baadaye. Hivyo warudi katika nafasi zao, na pia vijana wazingatie kurudi kwa wazazi. Mtu kidole, familia yote sio na kidole, haiwezi kwenda mahali popote. Maana kidole ni kwamba unamonya, unamuelekeza. Hivyo warudi waambie vijana wao kwamba kaoe kwa fulani, na vijana walioko mahali popote wakubaliane na mashauri ya wazazi. Mwanamke hapatikani mjini, mwanamke anapatikana katika familia. Ndio maana kama ukimpata mjini, ukimpata sokoni, mtaachania huko sokoni au mtaachania huko mjini. Mimi nadhani ni kutukubaliane tu na vijana walipo kwamba ndoa ni ya familia, lakini mke ni wa mume mmoja, lakini ndoa ni ya familia. Kwamba mwanamke tukimpata atawajibika na familia, na mwanamke tukimpata atawajibika na familia. Hivyo mimi nirudi kwamba kwa wazazi, baba na mama, warudi katika nafasi zao. Wanawake wengi wamespendi muda wao mrefu kwa kubofya simu. Unaenda nyumbani unabofya simu, umbea wa mtaani mpaka usiku.
Na wababa kadhalika hivyo, kama sio mpira, Yanga na Simba, Manchester sijui na wapi, wamepoteza muda mrefu, vijana hawana nafasi. Soma katika kitabu cha Mithali 30, anatoa mawaidha kwa kijana wake. Mama anakaa na kijana anamwambia, Lemueli, sikia, nguvu zako usipoteze kwa mambo haya na haya. Na ukitaka mke mwema, anayeweza kutoa sifa za mke si mwanaume anayeoa, ni mwanamke anampa sifa kwamba mwanamke mzuri yuko 1 2 3. Lakini sasa hivi jamani, vijana hawakai, mtangazaji, vijana hawakai na wazazi wao, na wazazi pia hawakai na vijana. Na ndio maana unaona ndoa ni leo, harusi, tunashughulikia harusi, unakuta kamati inayokuwa kubwa, tuna spend a lot of money, tunapoteza mamilioni ya pesa kwa kuandaa kamati ya watu kula na kunywa na kufurahi, lakini hatupotezi muda mrefu kwa kuwekeza kwa yule kijana, kumfunda kijana wa kiume, kumfunda kijana wa kike, kwamba unakwenda kuishi na mtu ambaye kuzaliwa naye, ukutunzwa familia moja. Na ndio hii sababu muda mrefu kuandaa kamati, lakini hatuna muda mrefu. Hata makanisa sasa hivi hawana ile kufunda, hawana muda kijana kupewa mawaidha ya ndoa, kwamba ndoa ni sakramenti, ni agano ambalo halipaswi kuvunjwa. Hivyo mimi nisiti kwamba kama tunaweza kurudi kwenye nafasi zetu, itakuwa ni vizuri. Kwa kweli ndoa ni nzuri, ndoa ni tamu, ndoa ni mahala pa pekee ambapo Mungu ameruhusu nchi au dunia au ulimwengu uongezeke. Asante sana. Asante sana mama, nikushukuru kwa mawaidha na ushauri na maneno mazuri sana. Na ninaamini kwa mtini tumejifunza. Haleluya. Basi tutakaribisha siku nyingine katika kipindi hiki. Barikiwe na Bwana. Mpe makofi ya nguvu wakati anaomba. Kipindi chetu hakijafika mwisho bali